kunahitajika. Habari, huyo wa wekundu wa Msimbazi Simba anamzungumzia Ahmed Ally. Amezungumza mengi zaidi, kubwa ni yanayoendelea katika klabu ya Simba. Ukitazama sasa hivi wana kibarua ambacho kipo mbele yao, ni kibarua cha hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambao kutakuwa na awamu ya kwanza, lakini pia kutakuwepo na awamu ya pili ambayo wanategemewa itakuwa nyumbani pamoja na ugenini, na wataanzia ugenini Simba. Tunazungumzia hivyo, tunafahamu ya kwamba wana hicho kibarua, lakini kabla ya kwenda kwenye hicho kibarua, kwa taarifa ambayo hipo, ni afisa habari wa Simba amezungumza. Kuna kibarua kinachofuata ambayo tunafahamu ni cha kombe la shirikisho hapa Tanzania, kombe la CRDB, ambao wana kibarua pia cha kucheza huo mchezo kabla ya kwenda hatua kubwa zaidi inayofuata michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia ratiba iko kama hivi: tarehe 2 Aprili Simba watacheza wakiwa ugenini, hatua ya mkondo wa kwanza itakuwa mishale saa 1 za usiku, lakini hatua ya mkondo wa pili itakuwa ni Aprili 9 ambayo itakuwa nyumbani, itakuwa saa 10 jioni. Simba ndo watacheza, na hivyo kocha Fadlu Davis, kwa taarifa iliyopo, ni kwamba anahitaji kwa upande wake kuweza kupata takribani mechi za kirafiki ambazo zitaenda kuwaweka fiti wachezaji, huku tukiwa tunafahamu wachezaji wengine wapo katika majukumu ya timu zao za taifa. Hivyo mchezo wa CRDB hapa nyumbani watahusisha wachezaji ambao hawajaenda kushiriki kunako timu za taifa za mataifa yao kuwania kufuzu kwenda kushiriki kombe la dunia 2026. Mambo ndo yako hivyo, lakini kwa taarifa tu kwa kutoka Msimbazi, mambo ndo yako hivyo. Ahmed Ally amekiri na kuweka wazi mchezo dhidi ya Al Masry sio mchezo rahisi, utakuwa ni mchezo mgumu, lakini wanaenda kupambana kuhakikisha kwamba wanaenda hatua ya nusu finali, ambayo toka Simba aanze kushiriki michuano hii ni takribani ameshafika robo finali, ameingia robo finali takriban 6 zikijumuisha za ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika hajawahi kufika hatua ya nusu finali. Hivyo kufika robo finali ambao wako sasa hivi sio story, kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona wanafika hatua ya juu zaidi ambao ni hatua ya nusu finali, kuona namna gani wanaweza kufanya. Ukitazama wapinzani wao Young Africans katika hatua hii walifika hatua ya finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hivyo Simba inapimwa kwa kiasi kikubwa kuona watafika hatua gani. Tuambie maoni yako kwa hiki ambacho kinaendelea Msimbazi, lakini kubwa zaidi tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.